Ndugu msikilizaji, karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Mpishi wa Bosi. Na hiki ni kipande cha kwanza, hakikisha tu unasikiliza mwanzo mwisho. Ni kitu gani mpishi wa bosi alifanya? Sasa ili tuwe pamoja ni wewe kunipea support, kulike na kutoa maoni yako, tuweze kumaliza hii simulizi. Kumbuka hii ni Vam TV Online. Utakuwa nami Mr. King Vam katika simulizi hii. Nitakusimulia mwanzo mwisho. Katika hii simulizi ni vema ukajua kwamba itakuwa ni simulizi ndefu kidogo. Mimi nakualika uwe nami mwanzo mwisho. Naanza namna hii. Mpishi wa bosi. Hii ni simulizi fupi iliyojaa utamu hali ya juu. Na si utamu tu, bali mafunzo, vicheko, mengine na mengi. Simulizi hii inamhusu binti Selina, mtoto wa Singida. Wote si tunajua pisi za Singida zilivyonyoka Basi bila kuanza kuzungumza uzuri wake, wacha tuende katika simulizi. Selina anasema, upishi ndio kazi yangu, na si mimi tu, bali wazazi wangu pia ni wapishi. Hii ina maana nimezaliwa katika familia ya machief kuka, na sio machifu tu, bali machief konke wanaotamba miaka na miaka bila kuchuja. Na ukiachana na uchifu, mimi ni mhasibu mmoja swafi kabisa. Yaani nimekaa darasani nikituliza kichwa vizuri, na mwisho nilimaliza kwa kishindo. Kwa hiyo unaweza kuniita mpishi msomi, au basi niite Selina, inatosha. Nisijaonekana najipaisha sana, lakini huko si kujipaisha, si naongea vitu nilivyo navyo, au sio? Ningekuwa sina ndo tungesema najipaisha, ila kwa kuwa ninavyo haina shida kabisa. Tena ni nzuri, ila kama kuna mtu mwenye ajira ampatie huyu Selina jamani, maana ni jobless. Anyway, amepata hiyo mpishi wa bosi. Ungana nami uweze kusikiliza hii simulizi. Simulizi bomba kabisa. Tunaanza namna hii. Haya, niache maneno mengi. Jamani, kama nilivyosema, mimi naitwa Selina. Ni jobless sugu, na sio jobless tu, hata maisha yananichapa vile vile. Kwa hiyo hapa nilipo natafuta kazi ili maisha yaweze kunyooka. Na sijamaanisha kwamba naishi maisha magumu, no, naishi vizuri tu, sema ndo natunzwa na wazazi. Kitu ambacho kimenichosha na kuona tu na kuwa mzigo kwa wazazi wangu. Basi bwana, kama ilivyokuwa, siku zingine baada ya kumaliza chakula katika sehemu ya biashara za wazazi wangu, nilisaidizana na wazazi kuweka vitu sawa, na tulivyomaliza nikamsubiri baba ambaye alikuwa busy kuimarisha na kumalizia nyama ambazo zitatumika kesho.
Sasa muda ambao nilikuwa namsubiri baba, nikawa busy kuchati na BFF, yani best friend wangu Tania. Kwenye chati nilikuwa namkumbusha aongeze juhudi kunitafutia kazi. Akaniambia usijari, muda wowote ikipatikana nitakushtua. Nikasema sawa. Sikuwa na jibu lingine zaidi ya poa, kisha tukaendelea na umbea. Si unajua tena ma best friend hawa, hasa wadada, kuombea hatujambo. Hawajambo jamani. Basi dakika zilisogea, baba akamaliza kutukangia kwenye gari, tukaingia kwenye gari, na mimi nikawa kama dereva, nikajiweka tayari na kumuuliza mzee, kuna mahali tunapita au tunaenda moja kwa moja nyumbani? Kwa sauti ya kichovu baba kajibu, tunaenda moja kwa moja nyumbani, alafu na mama yako atarudi nyumbani kwa mguu. Jamani, yani tunaanza tena kwenda kule alafu tena turudi nyuma? Kwani si ungempigia Jose akamfuate? Lakini Jose amfuate mke wangu na mimi nikiwa wapi? We kama hutaki, shuka kwenye gari, yani shuka kwenye gari langu nimfuate mke wangu bwana. Kwamba Jose akimfuata kuna tatizo, si mama yake lakini? Au Embu shuka, maana naona unataka kuleta ujinga wako hapa. Nilivyoambiwa kushuka, nilituliza komwe langu na kuendelea kuendesha, ila hasira nilizokuwa nazo nazijua mimi. Yaani sijui hawa wazee wakoje, watu wana magari zaidi ya mawili, alafu nakuta wanatoka na moja, kazi kupitiana mara kupelekeana kama vile hakuna lingine. Uongo mbaya, hii tabia siipendi, ni basi tu, maana mtu unakuta umechoka, uko hoi, basi rudi nyumbani, mnaanza habari za kupitiana tena. Na huko anakofanyia kazi mama ni mbali na ilipo restaurant ya baba, ukiachana na hiyo nyumbani ni huku nyuma. Hii ina maana tunamfuata huko kwenye hiyo hoteli anayofanyia kazi, alafu tunapita hapo hapo na kurudi nyuma ambapo ndio nyumbani. Mapenzi mengine bwana, so poa. Nikiwa nimevuta mdomo, niliendesha huku nikitukana moyoni na kujiambia, kwanza kesho watakuwa wanafuata wao, mi sijingo. Basi tulifika kazini kwa mama, naye tukakuta hajatoka hata nje. Ikawa kazi kumsubiri tena. Nilivyokuwa nimechoka sasa, nikatamani nikamchomoe huko ndani kwa hasira, ila sikuwa na cha kufanya zaidi ya kutulia. Zikapita dakika kama 15 hivi, ndo wakatoka wakasalimiana na mumewe pale. Mimi hata sikuonwa, nikakaa zangu kimya na kuendesha ile. Tunakaribia kufika, eti ndo anajifanya kuniona. Aisee, nilimkata jicho hilo. Kama sio mzazi wangu warahi, ningetoa tusi bara. Ila wote tunajua sijaongea, lakini moyoni tayari nilishatukana. Maana inakera bwana. We mtu umeniona na mi ndo naendesha, ila umefika na kwa bize na mpenzi wako. Saizi eti ndo unanifanya hujaniona. Ina maana alijua mzimu ya kwao ndo inaendesha gari, ama ilikuwa kutafutana tu maneno tu nionekane mgomvi. Uzuri Mungu aliniepusha bwana.
maana mdomo wangu haunaga break hata kidogo. So kuweza kujizuia kutamka ni muujiza. Naona hata mama mwenyewe alishangaa kwa sababu si ananijua mwanae. Yaani sipindishagi, ni shwa unalo. Ila leo malaika amekaa kinywani mwangu. Ila acha nisimalize, maana bado sijaingia ndani. Malaika aliendelea kunishikilia kinywa changu hadi nikafika nyumbani bila kuongea neno lolote. Kutokana na uchovu niliokuwa nao, niliingia chumbani moja kwa moja. Kufika nikaona niunganishe bafuni niweze kuoga, maana nikisema nikae kitandani tu sitamaliza hata sekunde, nitalala. So bora nikaoge kwanza. Na bila kupoteza muda nilioga vizuri. Nilivyomaliza nilitoka huku nikijifuta maji na kuelekea lilipo kabati la nguo. Nikafungua na kuchukua nguo ya kulalia, kisha nikakataka kufunga. Ila kabla sijafunga nikagundua kuna kitu hakiko sawa. Nikakaza macho kuangalia upande ninapopanga tisheti, nikagundua kuna tisheti zangu 3 hazipo. Aise, nilijamu. Yaani anasema nilipandisha hasira. Hivi huyu mtoto anataka kunipanda kichwani? Haraka nilitoka na kwenda sebleni huku nikiita Jose. We Jose. Ila kimya, hakuitika wala kuonekana kama yupo. Kwa kuwa naijua akili yake vizuri, nilipita chumba hadi chumba huku nikiita. Mama alitoka chumbani kwake huku akifoka niache kupiga kelele. Kwa hasira nikamjibu, hiyo sauti unayotumia kunifokea ungetumia kumwambia aachane na nguo zangu, saizi ningekuwa kimya, na kwamba safari hii nitamvunja mguu kama sio kiuno. Mpuzi huyu. Mvunje. Yaani mvunje kama sija kutoa ngozi ya kichwa. Embu tutolee kelele zako hapa. Haya. Endelea kumkingia kifua na baba, si unamsikia mkeo, lakini weka hii kwenye kumbukumbu. Kesho nikifanya mimi utanisaidia kumkumbusha. Niliongea na kurudi chumbani kwangu. Hapo hasira zimejaa hadi zimemwagika. Yaani huyu mpuzi kila nikinunua tisheti anabeba. Sasa hapa nalazimika kununua za kike tu, maana naona anataka kunizoea. Yaani anataka kunizoea kabisa mimi. Kwa hasira nilipanda kitandani na kujifunika shuka tayari kwa kulala. Mara simu ikaita. Kuangalia ni mpenzi Sugu ndo ananipigia. Nikaiangalia kwa muda mrefu hadi ikakata. Akapiga tena, nikaipokea na kusema, Hello my love. Nakusikia. Nilijibu kwa hasira. Nikasikika anashusha pumzi na kusema, Mam, bado una hasira na mimi? Ni wewe nayo nisiwe nayo, yote hayana maana. Sikia, nataka jibu moja tu. Tunaenda wapi? Habari za kudeti na mtu miaka 5 kama nasomea udaktari? Siwezi kabisa. Yaani huyu binti anasema habari za kudeti na mtu kama nasomea udaktari hawezi. Lakini mami, si nimesema nikija tutaongea? Ukija lini? Na kwa nini hadi uje hapa? Huwezi kuzungumza? Naweza, ila tafadhali naomba muda kwa sasa, kwa sababu kuna mambo nayaweka sawa. Yakiisha kaa sawa na kuahidi nitakuja nyumbani kwenu.
Kwa hiyo miaka yote hiyo mambo hayajakaa sawa, si ndio? Sio hivyo mami, ila si unajua ndo nina mpango, sio kukurupuka. Mambo ya ndoa ni ya mpango mzima. Oh, kumbe miaka 4 nayo ni midogo hadi useme ukichukua maamuzi utakuwa unakurupuka. Sorry, sina maana hiyo. Nina maana kwamba ila nimeomba muda tu. Tufanye nimeelewa. Niambie, ni muda gani huo? Miaka kama 2 hivi, kwa sababu na embu sikia, hii imeisha hapa, unielewe. Eti miaka 2 wewe una kichaa, si ndio? Ina maana hii 4 unataka kuongeza na 2 juu, ikifika utasema unaongeza 1. Embu achana na maisha yangu, mpuzi wewe. Alitaka kuongea ila nilimkatia simu na kublock namba zake zote. Eti miaka 2, hili ni taila? Yani miaka 4 anaongeza mingine 2 kwa mahusiano? Mahusiano gani haya? Haya kuchovya? Sifanyi huo ujinga, bora niwe single, ila sio hili. Nililala usiku huo kwa hasira sana, na asubuhi na mapema niliamka naenda chumbani kwa huyo mwizi wa tisheti zangu. Nimefika nikagonga kuingia ndani. Nikakuta amelala fofofo na kuangalia kavaa tisheti yangu. Aise, nilivyoona tu hivyo nikawaza nimponde na kitu au nimwagie maji, ila huyu sio wa kusamehewa kabisa tena. Yes, anatakiwa kufunzwa adabu. Haraka nilianza kusaka hela kwenye draw, ila sikuona kitu. Nikasaka kila mahala, ila wapi. Nikajua huyu katumia hela yote jana. Nilichofanya ni kuchukua kadi yake ya benki. Nikaenda kutoa hela mara 2 ya tisheti alizochukua. Usiulize imekuwaje nimetoa hela kwenye akaunti yake bila kupewa neno siri. Ni kwamba bwana mdogo ana akili mfyatuko, hanaga kumbukumbu vizuri kabisa. Kwa hiyo ili asisahau aliweka mwaka wake wa kuzaliwa. Ndio maana imekuwa rahisi kujua, na anajua naijua kabisa, ila hajawahi kufikiria kama anaweza kufanya kitu kama hiko. Basi baada ya kutoa nilirudi zangu nyumbani, maana siku hiyo sikutoka kwenda kumsaidia baba, na hii ni kwa sababu kesho yake nilikuwa na interview, so nilihitaji kujiandaa. Haya, nilirudi zangu home. Kufika tu na kuta kijana kafula kwa hasira. Nilishajua sababu ni nini, so nilivyofika tu nikamrushia kadi yake na kumpatia. Alifoka sana, ila sikujisumbua. Ndo kwanza nilichukua korosho nikakaa kwenye sofa na kuwasha TV. Nikawa bize kuangalia huku nikitafuna korosho taratibu. Alichukia na kutaka kunikunja. Aro, hiyo sketi naipenda, so poa. Embu njoo kijana, nikutengue vifaa vya uzazi. Kama alijua mawazo yangu na jinsi nilivyomisi kupigana, si akaja fanya kama unaona. Bwana, mtoto wa mama alikuwa hata hamaanishi kupigana kiukweli kweli, ila mimi sasa mpenda ngome. Nilimkunja nikamkunja, naona niliweka hasira za kulubuniwa penzi kwa miaka 4. Sasa zile hasira zote nikazimaliza kwa mtoto wa mama bwana. Niseme tu ilibaki hivi, ni uwe nacheka kama mazuri, ila sio nzuri jamani. Nina tatizo wakati mabinti wengine wakipenda vitu raini.
Mimi hapa napenda vitu vigumu vigumu. Sijui ndo huu firstborn, maana firstborn na mambo laini hatuwezi kabisa. Ukiachana na hivyo, napenda ngumi. Sio kuangalia tu, kupigana pia. Kiufupi naweza kuwa matumla bila shaka. Kabisa. Na ukijichanganya nikakuheshimu sana na kukupa neno lako moja, ila ukija vizuri kwenye mfumo, ni makofi ndo utapata. So nilimkunja bwana mdogo vya kutosha. Baada ya kumaliza ndo nikashtuka, nimemuumiza mtoto wa watu. Haraka nilimuinua na kumpeleka hospitali. Kufika pale nikasema kavamiwa na wahuni, kwa hiyo akapata huduma na alivyokaa vizuri nikamrudisha nyumbani. Sasa saa ngapi habari zisimfikie mama? Mtoto wake pendwa kaguswa. Aise, sijui ni alipaa ama ilikuwaje. Alikuja kichwa, yaani nafika nyumbani tu, huyu hapa kafika, hata hajauliza. Alilamba kofi zito, nikahisi mwili unaachana na roho, maana kofi lilikuwa zito kilo 190 sijui. Ndani ya dakika 2 zote nilikuwa sisikii kitu. Chezea kofi wewe. Yaani mama anaongea ila naona kama anatafuna midomo tu. Naye kuona anaongea nimezubaa kumwangalia tu, alipata hasira na kuniweka kofi lingine. Masikio yalizibuka. Sikuwa na neno la kuongea, maana najua hata nikiongea hata nielewa. Na hata ungekuwa wewe unaweza kunielewa, eti nimempiga mtu kibondo kikare vile kisa t-shirt ambazo tayari nishajilipa mwenyewe kwa kuchukua pesa kwenye akaunti yake. Kwa hiyo nilichofanya, nilichomoka kama mwizi aliyepata upenyo wa kutoka mikononi kwa wananchi wenye hasira kali. Break ya kwanza nilifungia kazi kwa baba. Kufika nikajisemea huku nikiweka uso wa huzuni. Sasa kwetu vile tulivyo ni kwamba mimi bega langu ni baba, alafu mdogo wangu bega lake ni mama. Kwa hiyo likitokeaga lolote, kila mmoja anaenda kwa bega lake. Kitakachotokea hapo wataamua wenyewe. So nilikaa kwa baba na muda wa kurudi nyumbani ulipofika nikawahi. Maana mama alirudi, so baba alihitaji kumfuata kazini kwake kama ilivyo kawaida, na kwa kuwa niliharibu nisingeweza kuongozana na baba. Kwa hiyo alimfuata, na alivyorudi nyumbani nilikuwa tayari chumbani kwangu na kujifungia nikiwa nimelala kwa mbali. Nikasikia akigomba huku baba akinitetea. Kwa jinsi nilivyombonda ilipaswa tu hali kuwa ishu kubwa ya kuwekwa mtu katika, ila baba alinitetea mbele ya mama. Lakini mama alivyoondoka hivyo, kesho yake nilisema nusu nitiwe mabao. Hii ilinifanya nijisikie vibaya, maana kufikia hatua baba ananisema hadi kutaka kunipiga, basi jua nimevuka mipaka. Kinyonge nilishuka na kuomba msamaha. Na baada ya kuomba msamaha niliinuka na kuingia chumbani kujiandaa kwa ajili ya interview. Nilivyokuwa tayari nikaenda zilipo ofisi za kupanga foreni. Dakika zilisonga, ikafika zamu yangu, nikaingia na kufanya interview vizuri. Kisha nikarudi nyumbani. Ili nimefika nataka kupumzika tu, nikapata ujumbe kutoka kwa Tania. Ujumbe huu ulikuwa unasema
nimekutana na Isaac jana. Cha kushangaza alikuwa akimvika mtu pete. Kwani si bado mko pamoja au mmeachana? Nilisoma ule ujumbe na kubaki nimeganda, huku nikijiuliza ni matani au ni kweli. Mwanaume huyu niliyekuwa naye miaka 4, ambaye jana katoka kuniomba nimpe miaka 2, saa hizi naambiwa amemvika mtu pete. Aisee, nilijiuliza, na ikiwa bado sijapata jibu, Tania akanitumia picha ambazo zilionyesha kweli anamvalisha pete mdada fulani. Oi, nilihisi mwili wote unawaka moto. Ina maana muda wote huu? Embu subiri chapu. Nilimpigia Tania na kumwambia jiandae kunipokea, nitaingia hapo leo. Nini? We naye nini bwana? Nimesema nakuja. Sasa unakuja wapi? Na unakuja kufanya nini? Sikujibu. Nilikata simu na kupanga nguo kwenye begi, kisha nikampigia simu baba na kumwambia, baba, samahani, kuna rafiki yangu amefiwa na mama yake, nahitaji kumpeleka nyumbani kwao. Rafiki yako kafiwa na mama yake? Ndiyo. Okay, msiba uko wapi? Uko Dar. Huko ndiko familia yao ilihamia, so nahitaji kwenda naye, maana huko yuko mwenyewe na ni ngumu kuondoka peke yake. Ni kweli hayo unayoongea? Ungana na mwenzako katika kipindi hiki kigumu, ila uwe makini. Sawa baba, bye. Alijibu sawa. Nikakata simu na kufunga begi vizuri. Nikachukua pochi yangu na kutoka nikiwa nimeweka uso wa puz. Wallahi naenda kuua mtu. Masaa kadhaa yalipita nikiwa safarini. Kwa neema ya Mungu nikafika salama tu. Uzuri nifika na kukuta Tania akinisubiri. Kumwona tu nikamwambia gari liko wapi, nimfuate huyu mpuzi. Nilivyosema hivyo tu, Tania akasema, jamani, hujaniona mwaka sasa, hata kunikumbatia tu hamna. Sijapenda. Achana na mambo ya kukumbatiana hapa, twende kwa huyo shetani kwanza, nikamalizane naye, mengine yataendelea. Haya bwana. Na sasa tunaenda kufanya nini? Maana kama ni tukio lishapita. Lililopita ni la kale, saizi naenda kutimiza langu. Aliniangalia kwa kiulizo, nikaona huyu atanichelewesha haraka. Nilimshika mkono na kutoka nje ya kituo, tukaenda lilipo gari. Nikataka kukaa kwa dereva, ila ili niendeshe akanizuia kwa kuniambia, acha niendeshe mwenyewe, usije kunifikisha akheri magengeni mapema. Sikuongea kitu, nilikaa pembeni. Akaendesha hadi nje ya nyumba anayoishi Isaac. Kufika pale nikamwambia, baki hapa, nakuja muda si mrefu. Wewe sasa umetaka tuje hapa ili kufanya nini? Aise, umeweza kukaa kimya na kunileta hadi hapa. Ingekuwa vizuri ukaendelea kutulia hapa hapa, ungoje nirudi. Lakini unajua si salama. Vipi kama akiwa na mchumba wake huko ndani? Hebu sikia, najua una hasira, lakini hii kitu mnaweza kuongea kwa amani tu. Amani? Amani gani tena? Amani gani unayosema? Embu tulia, narudi.
Niliongea na kushuka, nikagonga mlango kwa muda, na baada ya dakika kadhaa mlango ukafunguliwa na bidada ambaye nilimwona kwenye picha akivikwa pete. Dada yule aliniangalia kama vile kaona omba. Sikutaka kuonesha hasira yangu. Kwa upole na utulivu nikamsalimia. Habari yako wifi? Sijui dada, tunafahamiana? Ninakufahamu mimi. Vipi, Isaac yupo ndani? Yupo, ila siwezi kuruhusu umuone bila ruhusa yake, maana sina taarifa ya ujio wako. Oh, wow, samahani, nilijua naweza kufika kumuona kama kawaida, kumbe sasa hivi anapaswa kuomba ruhusa kwanza. Sawa, mwambie Eliza mtoto wa mjomba wake nimekuja kumuona. Mungu wangu, samahani, kumbe ni wewe. Samahani sana, sikujua. Unaweza kuingia tafadhali? Asante sana, naondoa shaka pia, ni kawaida. Niliingia, akafunga geti, tukaongozana hadi ndani. Kufika, jamaa alivyoniona tu akashtuka nusu kuzimia. Mimi wala sikuwa na muda wa kuonesha hasira yani. Nilifika na tabasamu nono kabisa. Bidada akanikaribisha, nikakaa. Akauliza, nataka kinywaji gani? Nikamwambia bila wasiwasi. Akageuka na kwenda jikoni faster. Niliinuka na kufunga mlango wa jiko, nikachomoa na ufunguo. Isaac aliniangalia kwa mshangao, asielewe kwa nini nimefanya vile. Hasira niliyokuwa nayo nimeficha iliibuka. Nikakunja uso kwa hasira na kumfuata kwa mwendo mkali. Si akainuka haraka ili anitoe nje tukaongelee mbali. Kabla hata hajanishika mkono, nilimtandika teke la tumbo, akaanguka kule. Kabla hajainuka, nilishainua vase ya maua na kuponda nayo. Aisee, kwa hasira niliyokuwa nayo, nilihakikisha hapati hata nafasi ya kuinuka ama kuchukua kitu chochote cha kujitetea. Niliponda hadi akakata moto. Nikataka kuondoka ila nikaona haiwezekani. Nikaharibu vitu vya kuvunja, nilivunja, vya kuchana, nilichana. Huko jiko bibi alipiga kelele za kutaka afunguliwe. Kelele zake hazikunitisha. Kuharibu vitu nilivyohakikisha hakuna kitu kimebaki salama. Kwa hasira nikafungua mlango wa jikoni, bibi akatoka na kubaki ameduaa. Sikuwa na cha kusubiri, nilitoka na kuingia kwenye gari. Nikamwambia Tania, tunaweza kuondoka sasa. Niliongea huku nikifuta jasho. Tania aliniangalia kwa mshangao na kuuliza, wewe umefanya nini huko ndani? Nimempiga na kuharibu vitu vyake. Nini Selina? Umwe. Ukiendelea kuongea polisi wanaweza kutukuta hapa. Polisi? Selina, umeua? Unafikiri kuua ni jambo rahisi namna hivyo? Embu washa gari tutoke hapa haraka. Tania aliogopa sana, haraka kawasha gari na kuondoka eneo hilo. Njia zima alikuwa analia na kuomba nisiwe nimeua. Kelele zake zilikuwa zinaniuzi. Nikamwambia, hivi unaweza kukaa kimya? Nikae kimya? Unafikiri ni rahisi kwenda kuishi maisha yote jera? Najuta kwa nini nimekuleta. Ningejua haya warai nisingekuleta. Yaani urembo wangu wote huu leo naenda kuishi jera? Kweli nilichukia. Nikamwambia, embo simama hapo. Unataka kufanya nini tena? We simama. Alinisikiliza akasimama. Nikamwambia, shuka kwenye gari. Nini? Jamani, nimesema shuka kwenye gari. Tania alikuwa kama amechanganyikiwa. Sasa nikashuka na kuzunguka upande wa pili, nikamvuta na kumkalisha siti ya nyuma. Nikashika usukani na kumwambia,
Ungeacha kulia ukaniambia napita wapi kabla hatujapotea. Nilivyosema hivyo alifuta machozi na kusema, Selina, sema kweli kuwa hujaua, maana baba yangu atanizika nikiwa mzima mimi jamani. Tania, embo niambie, tunaenda wapi? Maana hapa kichwa huko moto, naweza kwenda kugongesha gari sehemu yoyote ili tufe tu. Usikia hivyo akasema, dada, kifungo pekee kimetutosha. Mambo ya kuua saizi hayana maana. Kama unaona unataka kufa, kufa mwenyewe. Mimi bado nataka kuishi. Unataka kuendelea kuishi kwa uzuri gani? Kwa mazuri gani unayofanya? Hayo mawili, embu acha kuongea, tufike nyumbani kwanza, maana naona unataka kuleta michezo ya kucheza pumzi za watu. Nilikaa kimya, safari ikaendelea hadi pale tulipofika nyumbani. Kuingia ndani tu akaanza kuuliza, nimefanya nini? Nikamweleza yote. Akabaki ananiangalia huku mdomo ukiwa wazi. Nikamwambia, we bwana, funga mdomo wako. Funga huo mdomo, maana unashangaa hadi mdomo. Kwani nimefanya jambo la ajabu kiasi hicho? Selina, unaona ulichofanya ni kitu cha kawaida, si ndio? Alafu nilijua umeshaacha mambo ya kupigana, kumbe ndo unaanza kabisa na kuongeza kasi. Dada, hii kitu ikifika kwa baba nimeisha, na sijui nitamwambia nini mimi. Umwambie nini ili uweje? Kwani wewe ndo uliompiga huyo mpuuzi au ni mimi? Unaropoka tu. Wewe unafikiri yule akifa mimi nitabaki salama? Afi kwa kipigo gani bwana? Embu naomba chakula. Nile nikalale zangu. Unaomba nikuletee chakula? Hupajui jikoni dada? Una ufara mwingi. Kwa hiyo kama napajua ndo nikajipakulie mwenyewe? La, huna haya. Muone, embu inuka hapo. Bwana. Kama ni hivi, unapokea wageni kesho narudi kwetu. Rudi tu kwenu. Hiyo vipi? Embu tuliza shuhundu hapo nikuletee. Ungeendelea kukaa. Aliinuka na kwenda kupakua chakula, na alivyomaliza akaniuliza, niweke mezani au nilete hapo sebuleni? Weleta huku bwana. Mezani kwa nini? Nilijua tu mtoto unapenda Uswahili. Ukiniangalia naonekana nina uzungu hadi nisipende Uswahili. Alafu ona, anasema napenda Uswahili wakati yeye ndo Mswahili pro. Yani ndo nini kuweka chakula kwenye sinia? Nimemisi kukaa mduara bwana. Kwa hiyo wewe nawe tufinye, aliongea na kuniongeza kwenye sinki kunawa, kisha tukarudi na kukaa vyema, tukaanza kufinya kitu cha mtume. Aisee, kwa jinsi sinia lilivyojazwa chakula, alafu mkao tuliokaa, tukajikuta tunamaliza chote bila hata kupumzika. Tulishangaa, wadada pisikari tunakula kama tunafukia kwenye mashimo. Ilikuwa aibu. Basi bwana, tulimaliza na kulala huku tukipumua juu juu. Matumbo yalikuwa yamejaa ndindindi. Hakuna aliyekuwa na nguvu ya kuongea wala kufanya kitu chochote. Wote tupo chari. Hazikupita dakika nyingi, wote tulilala na tukakaa kuamka mida hiyo ya jioni. Hapo wadada aisie tukajiinua na kuoga, kisha tukavaa vizuri na kutoka kwenda kula raha za mjini. Sasa kwa kuwa bili ilikuwa kwa bwana shemeja, tulienjoy bwana. Yani hadi inafika saa ya kurudi nyumbani, kila mtu alikuwa yuko hoi na uliza huo muda ulikuwa ni saa ngapi. Mzee,
Ilikuwa ni saa 10 kuelekea saa 11 alfajiri. Huo ndo ulikuwa muda ambao tuliona saa tunatakiwa kurudi nyumbani, na ukitaka kujua wote ni wahuni tulibobea, hakuna aliyekuwa anasinzia hata mmoja. Yaani tumekuja kushtuka usingizi baada ya kufika nyumbani, ndo watu wanaanza kuona tulitakiwa kulala, na kila mmoja akaingia chumbani akalala. Na kutokana na muda tuliolala, tulikuwa kuamka ikiwa inaelekea mchana, kichovu. Mpishi mie nikaingia jikoni na kuandaa kitu cha haraka haraka, kisha tukara na kuanza kupiga stori. Sasa wakati tukiendelea kupiga stori, bana, ikapiga meseji kuangalia, ni kutoka kwa Isaac, na alikuwa akisema, nilikuwa najisikia hukumu kwa nilichofanya kwako, lakini saizi nashukuru Mungu kwa maamuzi niliyoyachukua. Selina, wewe sio mwanamke, ni shetani usiye na utu, na ole wako siku nikutane na wewe nitakuvunja. Nilisoma SMS ile mara 2 na kucheka, eti utanivunja ushindwe. Ushindwe kunivunja jana nikajivunja mie, alafu saizi unapandisha mabega eti nitakuvunja kwa dharau. Nilituma emoji ya kucheka kisha nikatulia kimya. Hatari. Siku ile ilipita. Kesho yake asubuhi Tania aliamka na kujiandaa akaenda kazini. Mimi nikabaki nyumbani. Jioni akarudi, tukakaa kidogo kisha tukatoka. Kutokana na ilikuwa ni siku za kazi, ilitulazimu kuwahi kurudi. Basi siku hiyo ilipita. Kesho na ikapita. Nikaanza kuwaza kurudi nyumbani, maana simu za baba zilikuwa nyingi mno. Nakumbuka nilisubiri Tania atoke kazini nimwambie kuwa naweza kuondoka kesho yake. Kweli alivyorudi, nikasubiri muda, tumekaa tunaangalia movie, nikamuita Tania, akaitika kwa kuguna. Nafikiri kesho nirudi nyumbani. Nilivyosema hivyo alishtuka na kusema, nini? Nataka nirudi nyumbani. Kwa nini? Umenichoka mara hii? We naye. Sasa nakuchokaje? Kumbe kama hujanichoka unatakaje kuondoka? Hata wiki bado haijaisha. Tania, bwana, unaongea kama vile humjui baba. Hapa penyewe nimekuja kukudanganya kuwa rafiki yangu kafiwa na mzazi wake. Huyo baba yako naye kwa nini hajui kama wewe ni mtu mzima au? Mtu mzima niko kwake. Wewe acha nirudi tu. Nikipata kazi ndo nitaweza kuishi maisha yangu. Kinyume cha hapo ni kutoka siku 2 tu napigiwa simu nirudi. Tena umeongea kuhusu kazi. Nimekumbuka. Selina, kuliko urudi unaonaje tukipambana ukapata kazi yoyote ya kujishikiza, alafu huo muda unafanya kazi nipambane kukutafutia kazi ya kueleweka? Kazi ya kujishikiza kama ipi? Yoyote tu ile, kikubwa usikae bila kazi. Mimi nitakuwa nakupeleka kila siku na kukufuata, kwa hiyo hata ikiwa ni mshahara mdogo, swala la nauli halitakuwepo. Unalionaje hilo? Tania aliongea. Tania, unamjua mama? Unamjua mama yangu? Yaani unamjua vizuri, si ndio? Unafikiri leo nimwambie nimepata kazi uchwara ataruhusu mimi nifanye hiyo kazi? Embo acha nirudi tu hiyo kazi ya kueleweka ikipatikana nitakuja tu. Hapo ndipo na feri yani Selina, hapo ndipo na feri. Na ukiendelea hivyo niko hapa, utazeeka kwenye kazi ya baba yako. Wewe achana na kuangalia ni kazi gani, ila kikubwa iwe ni kazi inayokubalika na inayokulipa. Utoke huko kwa mzee wako na uanze kujipambania mwenyewe.
wewe uchoke kukaa kwenu hadi muda huo? Tania sio kwamba asichoki, ila ni maisha pambana sana. Nimekosa sasa, unataka nifanyaje? Umechoka na bado unaambiwa utafutiwe kazi, unagoma. Wewe sikia, jitoe mhanga na uache uoga, maana ukiendelea hivyo nakwambia hautafanya kitu chochote. Na kingine, mi nipo hapa, nitakushika mkono, na swala la sehemu ya kuishi hutakiwi kufikiria kwa sababu tutaishi wote. Nilitafakari kwa muda mrefu na kuona ni kweli natakiwa kufanya maamuzi, la sivyo sitaweza kuondoka nyumbani. Kwa hiyo cha kufanya nikaamua moja kwa moja nibaki. Lakini siwezi kubaki hivi, maana nimetoka nyumbani nikisema naenda msibani. So lazima nirudi nyumbani kwanza. Hata hivyo sina hata nguo za kutosha. Baada ya kufikiri hivyo, nilishusha pumzi na kumwambia uko sahihi Tania, lakini inabidi nirudi kwanza, maana si unajua nimetoka kwa ruhusa ya msiba. Unafikiri ukienda utaweza kupewa nafasi ya kutoka? Nikiongea nao vizuri wanaweza kuniruhusu. Haya, kikubwa urudi tuanze kupambana. Maisha ni safari hii, tutaenjoy, maana Chief Kuka upo mwenyewe hapa. Kwa hiyo kitu kinafanya ufurahi uwepo wangu ni msosi, mengine sio hicho tu bwana, ila kati ya mengine na hilo limo. Si unajua tumbo muhimu kuzingatiwa. Huna lolote, alafu tuachane na hilo la kwenda kurudi. Unaonaje ukaondoka weekend ijayo? Hey, wewe tena, si tumetoka kuongea hapa na kukubaliana niondoke kesho? Wewe, mi nimesema saa ngapi kuwa unaondoka kesho? Mi nimesema ubaki ili ufanye kazi, na ulivyokataa nimesema sawa, unaweza kuondoka, ila sio kesho, maana unajua ni kesho kutwa tu kuna party na natamani twende wote kwa sababu tunatakiwa kwenda wawili. Kama sijakosea, hao wawili ni mtu na mtu. Sasa mimi ni bwana wako. Bwana we, mi siwezi kwenda na Frenki. Kwa hiyo kama hutaki kwenda na bwana wako, ndo unataka uongozane na mimi ili iweje? Wakati huko watu watakuwa na watu wao. We sikia, mchukue bwana wako, nenda naye, nakupa hera. Kwamba muda wangu unaweza kuulipa. Unaweza kulipia kiasi gani? Taja kiasi baby girl, nikupe mapema, maana unalinga sana. Siendi mimi. La, Selina, umekuwa na roho kavu binti wewe. Yaani kweli leo unataka nikaibike, ila halo, upo kweli? Kweli siku hizi sina thamani kwako tena. Ongea unavyojua, ila ndo siendi. Selina please, Selina please. I say, Tania, mimi nimesema siji. Basi kama hutaki hela, nitakufanyia shopping. We. Yaani Tania huelewi kabisa. Jambo la kusema kwamba mimi sitaki kwenda ni la uhakika. Sitaki mengine. Haya, huyu rafiki uliompata ambaye amechukua nafasi yangu, mpe hongera, maana kashinda moyo wako. Aliongea kwa huzuni sana, huku machozi yakimlenga. Dakika moja kubwa akaanza kulia. Bwana, nilijua tu hujaacha maigizo yako. Alilia kama kafiwa vile. Mara zote huwa sipendi kumwona rafiki yangu huyo akilia, so alijua kabisa akilia sitoweza kukaza
na kweli nilishindwa na kuamua kumwambia nikamwambia, basi nyamaza, we hunipendi. Akasema, nimesema nabaki, kama utaendelea kulia lia. Alivyosikia hivyo alinyamaza na kuuliza, Selina, kweli? Yeah, I love you. Niache bwana, unanikaba. Aliniachia na kuanza kulukaluka kama kitoto kilichopewa pipi. Nilimwangalia na kuchukua mto nikampiga nao kumtaka akae chini. Kwa furaha alitaka kunikumbatia tena, nikamwambia, we usiniguse. Alicheka na kunipa busu la hewani, kisha akaingia chumbani. Basi siku hiyo ilipita, kesho nayo ikapita. Hatimaye ile siku ya pati ikafika. Watoto tukajiweka vizuri, kisha hao tukaenda. Kufika kule ikawa mwendo wa kuenjoy, na uzuri ilikuwa ni pati ambayo ilikuwa ina watu wenye mavaibu ya kutosha, na vile wote tulikuwa vijana, ikawa ni full vibe. Baada ya pati kuisha, tukarudi zetu nyumbani. Hapo tumechoka, tuko pwe. Bila kuongea, kila mtu alipanda kitandani na kulala bila hata kuoga wala kubadilisha nguo. Usiku ukapita. Kesho yake baada ya kuamka tulipika chai, na baada ya chai tukawa busy kupiga story za jana. Sasa wakati tukiwa busy, simu yangu ikaita. Bwana we, kuangalia alinipigia ni crush wangu. Owe, nilihisi mwili wote unasisimka. Nikamwangalia Tania ambaye aliganda kuniangalia, na alivyoona nimeganda, badala ya kupokea akaniuliza, mwenzangu, vipi? Mbona upokee simu? Sikuongea, nikamuonesha anayepiga. Akasema, embu pokea chapu. Nilimsikiliza na kupokea. Sauti ikawa nyololo ghafla, kipole kabisa. Nikasema, hello. Kidume na sauti yake kukemea falme za giza akaitikia, yes Selina, uko poa? Mtoto wa mama. Mimi nikajibu, ya niko poa Henry. Za wewe? Ni nzuri. Uko wapi? Kuulizwa hivyo nikamgeukia Tania na kumuuliza kwa sauti ya chini eti niseme niko wapi? We naye unaanza ubaya unaanza uboya, kwani hapa uko wapi? We hapa bwana. Nikisema hivyo si atataka tuonane, kwamba hutaki? Na achaje? Nilitabasamu na kurudisha umakini kwenye simu hapo sasa. Nikajifanya kama nilikuwa simsikii, kusema, sorry, mtandao unasumbua. Umesema nini? Nimesema uko wapi? Oh, niko da. Umejifunza wapi roho mbaya yani? Unakuja hata kunicheki hamna? Hapana bwana, nimefika jana tu. Nilitaka nikupigie leo. Huna lolote, sema freshi. Sinaweza kukuona before hujaondoka. Ya, tutaonana. Lini lakini? Leo nipo busy kidogo. Nafikiria kesho kutwa. Kwa nini kesho kutwa na sio kesho? Ama utakuwa busy pia? Ya, kuna mahali nitaenda. Okay, nitasubiri. Aya, asante sana. Bye, msalimie Tania. Zimefika. Alikata simu. Tania kabaki ananiangalia kiumbea. Nikamwambia, nini nina wewe? Kaone umbea tu. Ajana na mimi, we niambie. Kasemaje? Maana nasikia kesho niko bize. Una ubize gani wewe?
Sina ubize, ila siwezi kukubali haraka haraka hivyo, japo natamani hata nimuone leo. Kuisha habari yako. Niambie, nitavaa nguo gani? Maana nataka nikienda niwe nimewaka vizuri. Wacha we, chezea krashi na nguo ishaanza kuwazwa, ile hali siku hata haijafika. Sema we mbwa, unampenda Henry vibaya mno. Sasa kwa akili zako jinsi alivyo vile, unataka upendwe na nani kama sio mimi? Hakuna mama, na sasa naona umetosha kuota, inabidi tuifanye ndoa iwe kweli. Unamaanisha nini? Maana yangu ni kuwa tuanze kumtengenezea mazingira ya kuingia kwenye boksi, maana utakaye naye moyoni hadi lini? Huo mchezo hapana madamu. Hapo tu ndo unafeli. Na endelea kuzubaha. Ukishtuka hivi jimbo lishachukuliwa. Bwana, kama ni wangu ni wangu tu, na atabaki kuwa wangu. Ila kama sio kwa, hata nifanyaje? Ni ataondoka tu. Na kuliko niwe naye alafu anibwage, bora niishie tu kumpenda moyoni hivi. We ni fala kweli, tena pro. Ila haya ni uamuzi wako. Ila ingekuwa ni mimi, mbona fasta tu, jamaa angejaa tu vizuri. La, eti ingekuwa ni mimi, mbona angejaa. Haya, mbona ulishindwa kumvuta Niki hadi leo unaishia kula kwa macho? Na huyu alokuambia nilishindwa kumvuta Niki ni nani? Binti yule niliamua tu kupotezea, maana niliona familia yake haiko poa. Nyo, unataka kunifanya mjinga kama huamini basi, ila ndo hivyo. Kwa hilo bado hujanipata. Nilibaki na mcheka, muda ukasogea, mara baba yake akampigia. Kitendo cha kuona simu ya baba yake tu kilifanya tabasamu na uchangamfu vyote vikaondoka. Akaniangalia kwa hofu huku akisema, inakwaje baba ananipigia? Jamani, si ni baba yako, kwani ni shida yeye kukupigia? Embu pokea huko. We hujui tu, hii miezi ya hivi karibuni mzee amekuwa mtoto, yani hapa tumbo imenikata ghafla. We pokea umsikilize bwana, nilimwambia, ila hakupokea hadi ikakata. Na ilivyokata akasema, unajua baba anataka niolewe. Kabla hata sijamjibu simu ikaita tena. Safari hii akapokea. Wakaanza kuzungumza. Mara zote nilizoea kuwa huwa ni watu wa kuongea kwa muda mrefu, tena kwa uchangamfu na furaha, ila safari hii ilikuwa tofauti sana. I say, kwani waliongea kidogo tena bila kuchangamkiana hata kidogo. Kichwani nikahisi hawa kuna kitu hakiko sawa kabisa, maana sio kawaida. Basi baada ya kumaliza kuongea, Tania alikata simu na kushusha pumzi ndefu. Nikamuuliza, vipi, kwani mna ugomvi? Hapana, ila nachoka. Nini kinachokuchosha? Selina, hizi familia za wafanya biashara kama zetu hawajai kuhusu si hisia wala mapenzi hata kidogo. Unaweza kuamini kama baba anataka niolewe na mtu ambaye simpendi? Na licha ya kumpenda tu sijawahi kumuona hata siku moja. Aisee, pole sana, ila nafikiri baba yako ni muelewa sana,
Hivyo ingekuwa vizuri kama utamweleza ukweli kuwa hauko tayari. Na vipi kuhusu wewe na Frenki? Unafikiri mna future? Sio rahisi Selina. Na kuhusu Frenki hata sijui, maana huwezi kumsema mtu hata sielewi nifanye nini. Mi naona ungekuwa mwazi, inaweza kukusaidia. Sidhani. Masikini Tania alikuwa mnyonge sana. Nikamkumbatia na kumtia moyo. Dakika kadhaa mbele alikuwa sawa. Tukaendelea na mambo mengine. Ile siku ikaisha. Kesho yake ikawa ni maandalizi ya matokeo ya kesho na crash, nilienda kusuka na kutengeneza kucha. Baada ya hayo, Tania alivyotoka kazini, tukaenda shopping. Tania kwao maisha yamenyoka, yani kwanza kwa familia anayotoka mama yake, life liko safi. Upande wa baba yake ndo kabisa, swala la pesa kwao sio shida. Yani wamezungukwa na utajiri wa maana kabisa. Hivyo shopping nilivyoahidiwa ilitimizwa kibabe. Mtoto nilijua kubeba vitu bwana. Ikafika muda nikajishtukia na kuona kama nazidisha, ila kipenzi changu huyo akaniambia, yaani kujibana, embu chagua kila unachotaka bila kujali bei yake. Mimi ni nani nikatae ofa ya Nikabeba vya kubeba hadi moyo wangu ukawa safi. Basi baada ya manunuzi hayo, tulirudi nyumbani ikiwa tayari ni usiku, kwa kuwa tulinunua chakula. Hatukuwa na kazi ya kupika, ikawa ni kula tu, na tulivyomaliza tukaingia nyumbani mwetu na kulala. Ikumbukwe simulizi Mpishi wa Bosi ni kipande cha kwanza hiki. Usiku wa siku hiyo niliona mrefu sana, yani kila muda niliangalia muda na kuona husogei. Yote hayo ni kwa nini? Hamu ya kutaka kumwona crush wangu. Ni mwaka sasa toka nionane naye, kwa hiyo kitu ni kubwa sana kiasi cha kuonana muda umesimama. Kiu kilikuwa kikubwa sana. Nilisubiri na kusubiri, hatimaye muda wa husika ukafika bwana. Mtoto wa kike nikajiandaa vizuri. Nikahakikisha niko freshi. Selina anatuambia hivyo. Engo zote, unyonyo nao kwa wingi. Unyonyo si windo. Perfume. Nikaingia kwenye gari la best friend wangu Tania, ambalo aliamua kuniachia ili nisizumbuke kutafuta usafiri. Huyo nikasepa kufika sehemu tuliyokubaliana kukutana. Nikakutana naye akiingia, yeye akawa mbele na mimi nyuma. Wote tukaenda yalipo maegesho ya gari, tukapaki na kushuka. Hii ni ndoto yangu bwana. Yaani unaenda kuonana na mtoto wa mama mkwe, kila mmoja akiwa kwenye ndinga lake. Sio yeye anafika kwa ndinga, wewe ndo uko nyuma unamkimbiza na boda. Huku mkono ukiwa kichwani kuzuia wigi lisiondoke machoni. Lisinizuie machoni. Nayo unakuta yanapata shida kwa upepo. Na kama ndo umebandika kope, ndo kabisa unajishikilia wigi na macho, vitu visije vikasombwa na huo upepo. Gari muhimu na tena lina raha yake, asikwambie mtu. Basi Selina mie nilishuka na kupiga hatua kaza kumfuata kijana Henry, my crush. Naye akapiga hatua kunifuata. Tulivyofika akanihug. This way my first time kuhagiwa na huyo kiumbe. Let me tell you, kidogo nipae kwa maraha.
Kwanza nilihisi mwili wote una vibrate, moyo nao ukaanza kukimbia, ikiwa ni mwendo wa kupu pu pu. Kidume sijui kama hakusikia ukimgonga gonga au aliamua kuzuga. Maana si kwa kukimbia kule, basi akaniacha chapu. Nikaweka mkono kifuani, hapo kimoyomoyo nikasema, moyo tulia, kubabako, huyo sio mpenzi wako. Moyo wangu haujawahi kunisikiliza, ukaendelea. Mie nikaamua kuachana nao na kufocus na crush, ambaye baadaye ya kuniachia alinishika mkono na kuniongoza hadi sehemu ya kukaa. Na sijui leo amekuwaje, au ndo amekuwa Mr. Romantic, maana so kwa treatment hizi, maake tunafika tu navutiwa kiti nikakaa na yeye ndo akakaa. Imeletwa menu, akaniambia nianze kuchagua mimi, na mimi nikiwa kwenye ulimwengu wa maraha nikachagua na yeye akachagua, kisha tukaanza story. Kitu nilichogundua kwa crush wangu huu mwaka wote ambao sijaona naye, amebadilika sana. Na hajabadilika kuwa mbaya, no, amekuwa gentleman la nguvu. Selina anatupa simulizi. Kumbuka simulizi, mpishi wa bosi. Kitu kilichomfanya nizidi kumzamia, maana alionekana kuwa na kila kitu ninachokitaka kutoka kwa mwanaume wangu. So hata leo akisema aseme tu, Selina, mimi nakupenda, uwi, sitochukua hata dakika kufikiria. Yani ile anamaliza ndo mimi tayari nitakuwa nimeshajibu na kupenda pia. Mambo kwa haraka bwana. Basi bwana, tulipiga story na kula msosi. Tulipiga story na kula msosi mzito. Baada ya hapo akaniambia, Selina, nina furaha sana kuwa na wewe hapa na nashukuru sana nafasi hii wewe. Nilifurahi na kutamani kumwambia neno ambalo naona angeniona mpuzi, ila nikajishikilia na kumjibu, usijari, nimefurahi pia kuwa hapa kweli, maana najua hupendagi kutoka. Hapana bwana, hiyo ilikuwa zamani, saizi napenda kama nini. Bila shaka itakuwa kazi ya Tania hiyo. Anyways, kuna kitu naomba nikuombe kama hutojari. Mungu wangu, anataka kusema nini? Anaomba tu date ama Mungu, saidia iwe hivyo, walau moyo wangu upate hitaji lake. Niliwaza hivyo na kumjibu kuwa kwa utulivu sana. Ndio kitu gani hicho? Kabla sijaongea, niulize kwanza, si bado hujapata kazi? Right? Yes, bado. Okay. Selina, nahitaji msaada wako kidogo. Bosi wangu anahitaji mtu wa kazi, so nilikuwaza wewe na kuona kuwa unaweza kukaa kwenye nafasi hii, japo unaweza kukaa kwa muda mfupi na ukipata kazi utaachana nayo. Bosi wako anataka mtu wa kazi gani? Anahitaji mpishi. Mpishi katika restauranti au hoteli au nyumbani au ofisini, ama iko hivyo? Ofisini. Iko pale kazini kuna restaurant ambapo kwa 50% iliwekwa kwa ajili ya kuepusha wafanyakazi kutoka na kwenda kutafuta chakula sehemu zingine. So hilo ipo maalumu kwa ajili ya wafanyakazi, japo hata watu wasio ofisi huingia pia
Sasa bosi wangu ni mtu ambaye ni mbaguzi sana wa vyakula, na pia ni mtu ambaye anazingatia sana chakula, so mara nyingi huwa na mpishi wake binafsi, na mpishi ambaye alikuwa bahati mbaya ameachishwa kazi, so anahitajika mwingine. Na katika kutafuta nimekufikiria, nikaona hii nafasi inakufaa kwa muda, maana najua mama yako hapendi ufanye kazi hii. Nilivyoambiwa hivyo nilishusha pumzi na kusema, hadi kufika hapa inaonyesha hiyo sehemu ni ngumu, na kwa nini ulinifikiria mimi? Nimekufikiria wewe kwa sababu nakuamini na amini kile unachofanya, hivyo bila wasiwasi najua utafiti kwenye hii. Kabla ya kujibu tena, niliwaza na kuona sina sababu ya kuendelea kuhangaika kutafuta kazi kubwa, ili hali nafasi za kazi za kawaida zinapatikana. Japo najua mama yangu hatapenda, maana swala la mimi kuwa mpishi kwa mama linamkalia kushoto sana. Na pointi yake kubwa, anasema hataki familia nzima kufanya kitu kimoja. Hivyo kama wao ni wapishi, basi watoto tuwe tofauti. Nakumbuka hata wakati nilipoamua kusomea upishi aligoma kabisa, ila kwa msaada wa baba nikasomea, na baadaye wakanifua kwa mikono yao tena. Hivyo hapo nikasema nichague kufanya hii kazi. Bila shaka nitakuwa na kazi ya kumshawishi mama, na inabidi nikubali tu, maana nitaendelea kukaa nyumbani hadi lini? Basi baada ya kufikiria kwa kina, nikamjibu, haina shida, naweza kufanya, ila mshahara uwe wa kueleweka, sio nifanye kazi kubwa alafu nije kulipwa hela isiyoeleweka. Kuhusu mshahara, ondoa shaka kabisa, maana utakuwa ukilipwa mara mbili, nikiwa na maana kwamba utakuwa mpishi wa kawaida kama wengine, ila pia utakuwa mpishi wa bosi. Hii itakuwa nzuri kwako, maana ukisema uwe mpishi wa bosi pekee, ni wazi utakuwa na muda mwingi wa kuwa free. So nimefanya mpango wa hivi, upige ndege wawili kwa jiwe moja. Ila tu nitaomba uwe mvumilivu na mtulivu. Umeanza vizuri, ila mwishoni unamaliza kwa kunipa wasiwasi. Kwa nini? Kuna nini hadi unasema niwe mvumilivu? Hapana, sikutishi, ila si unajua watu waliofika daraja za juu kukaa nao ni anahitaji uvumilivu, so nitahitaji uvumilivu. Hilo ni jambo muhimu. Okay, nashukuru sana. Hapana, napaswa kukushukuru wewe, maana hili lilikuwa linaninyima usingizi sana, hivyo kukupata kunanipa amani. Nilitabasamu kubadilisha mada, tukaongea kidogo, kisha tukainuka na kuelekea yalipo magari yetu. Kufika akaniaga na kuomba Jumatatu atanifuata kwa ajili ya kunipeleka huko kazini kwao. Aise, sikuwa na neno zaidi ya kusema poa na kuingia kwenye gari, kisha kila mmoja akapita njia yake. Mpishi wa bosi. Selina anasema nilifika nyumbani kwa Tania, na kwa kuwa muda wa yeye kutoka kazini ulikuwa bado, nilifika na kuingia jikoni nikamwandalia chakula cha usiku. Nilipomaliza nikaweka kila kitu sawa na kutulia zangu. Yakapita masaa mawili, bibie Tania akafika. Kalivyo kambea yani, alifungua mlango huku akisema, nimerudi hapa, koo linawasha kwa kutaka kujua yaliyojiri huko. Nilijua tu huko uliko utakuwa unataka kufa kisa umbea. Umbea suna bibi.
Upo? Niambie, nini kimetokea huko? Kaa kwanza binti. Utajazimia bure. Wakuzimia niwe mimi? Bwana niambie kwanza. Kachukue juisi unywa kwanza. Usiniambie umetengeneza ile juisi yangu pendwa. Achana na maswali. We kachukue. Kachukue tu juisi. Chap uje nikupe huo ubuyu uliosubiri. Hakuongea, alitupa pochi yake na kwenda jikoni. Nikasikia anapiga ukelele wa furaha na kurudi. Akanikumbatia na kunibusu kisha akasema, nakupenda vile unanipenda mwa. Kisa chakula tu. Vyote bwana mbona nitapasuka mtoto wa babu mie. Yaani wakati watu wakilipa mapesa kwenye mahoteli kula vyakula vya mbele, huko mie naandaliwa na best friend wangu, tena kiustadi zaidi. Nakupenda sana Selina wangu mwa. Embu nitoke hapa muone uloho tu, napenda kula hivyo. Siku ukiwa bonge utaenda gym mwenyewe. Gym gani bwana we? Acha watu tule, kama ni mwili tumeahidiwa kupewa mipya huko mbinguni. Jamani, aliongea na kurudi jikoni. Akapakua chakula na kumimina juisi kisha karudi sebuleni. Akakaa huko akisema siwezi kusubiri. Muda wa kula ile hari chakula na kiona, ngoja ni onje kwanza. Ikifika huko muda nitakula. Kwa hiyo unataka kusema hicho chakula chote ni unaonja? Chakula gani unazungumzia, hiki au? Kwenda huko. Yaani hiki nacho chakula cha kusema mtu atakula? Sema amekula dada hapo naonja mume. Ajipangie, la atakuja kuuza mashamba ya ukoo. Atajua mwenyewe bwana Niambie imekuwaje, maana naona kama unanikwepa. Nilikaa vizuri kumweleza kwanza mwanzo wa kukutana getini hadi mwisho, na baada ya kumweleza aliweka sahani ya juisi pembeni, akakaa vizuri na kuuliza, ina maana umepata kazi? Ndiyo. Kujibu hivyo aliinuka na kushangilia huku akiimba, amejibu maombi, amejibu kwa wakati. Asa nilimwangalia na kucheka tu. Unajua Tania ni kasichana fulani hivi ambako hakajawahi kuwa serious hata siku moja, na licha ya hivyo ni mchangamfu mno. Ukiachana na hayo, kana roho safi bwana. Na katika rafiki zangu wote huyu ndo anaongoza kuwa na roho nzuri. Nampenda bwana, hanaga baya mtoto wa watu. Basi alishangilia pale kisha akakaa na kuuliza, kwa hiyo itakuwa wapi na umeuliza mshahara ni kiasi gani? Sijui itakuwa wapi, amesema atakuja kunichukua. Sawa, mshahara je? Sijui. We ni fara, unakubalieje kazi kufanya ambayo hujaambiwa malipo yake? Jamani, amesema hela yake ni nzuri, so sina shaka juu ya hilo. Hata hivyo nimekubali hilo, nikae karibu naye. Wewe tena? Mimi embu acha nitumie nafasi niliyopewa na ulimwengu. Ama na Mungu. Ndio hivyo. Haya, tuachane na hilo. Kwa hiyo amesema mshahara ni nzuri na bila kutaja kiasi, we ukaamini? Ndio, kwani unahisi atafanya nini? Atafanya nini? We naona huwajibu binadamu vizuri. Hapana bwana, itakuwa vizuri kama alivyosema. Kumbuka ni Henry, so hawezi kunidanganya.
Haya. Na kwa maelezo yako, mbona kama huyo bosi atakuwa ananongwa, maana hadi atake mpishi wake mwenyewe. So poa. Na anahisi atakuwa mtu wa mambele huko huko Mbongo kuajiri mpishi binafsi ni uongo. Na kama ni hao wa mbele, unapaswa kuwa makini. Sawa. Tunafanyaje sasa? Maana kama ni huyo Jumatatu na hapa tuna siku 2, inabidi uongee na baba na mama leo, ujue utaenda nyumbani kwanza ama utaongea nao tu na kuanza kazi moja kwa moja. Nafikiri niongee na baba kwanza. Okay, bila kupoteza muda nilimpigia simu baba, tukasalimiana, kisha nikamjulisha kuhusu kazi. Mzee wangu hana shida kabisa. Aliniambia kama ni hivyo haina haja kurudi nyumbani, ila nguo, baadhi ya vitu ataniagizia kwenye basi. Ngoma ikajaa kwa mama mjengo. Mama aligoma eti kama nimekosa kazi zingine ni bora nirudi nyumbani na kuendelea kuwasaidia, ila sio kuajiriwa kama mpishi. Baba akaongea naye pale, ila bado akawa mbishi. Baba akasema, mwanangu, ondoa shaka, fanya hiyo kazi, nguo zako utazipokea kesho, sawa? Na kwenye kazi, kumbuka yote niliyokufundisha, ikitokea ukakutana na chakula kipya nitafute. Nilijibu sawa. Akakata simu. Dakika 10 nyingi, mama akatuma SMS akisema, wewe, nimesema kesho nikuone nyumbani, sasa jifanye kichwa ngumu. Umesikia? Umsikilize baba yako na kutafuta nikuponde. Nilitabasamu tu na kumtumia vikopa. Akatuma Sonya hiyo ya kucheka. Sikutaka kujibu, nikamwacha. Siku ikaisha. Kesho yake jioni kweli baba kaniambia, kapokea mzigo wako. Nikaenda kupokea, na shanga kafungasha haswa. Kufika nyumbani nafungua ni nguo, alafu kawe kama vingo kibao pamoja na notebook ambayo aliandika vyakula vingi pamoja na maelezo kwa baadhi ya viungo. Mwisho akasema, hivyo nilivyoandika vyote pamoja ni viungo, hakikisha usishare na mtu, unatakiwa kutoa chakula chenye ladha ya kipekee. Nilitabasamu na kusema, huyu ndo baba yangu bwana. Haya, mtoto wa chief kuka, soon naingia mjengoni. Usiku wa siku hiyo nilitumia muda mwingi kusoma yale baba aliyoandika, na ilipofika muda wa kulala nikalala. Kesho yake asubuhi na mapema tukaamka na kujiandaa hao kanisani. Baada ya ibada tukaamua kutoka na kwenda kumaliza siku huko kwenye fukwe za bahari, na jioni tukarudi nyumbani. Kufika tukaandaa nguo za wiki nzima, na tulivyomaliza tukala mapema. Kesho yake asubuhi mapema Henry alifika, tukasalimiana, kisha nikaingia kwenye gari hao tukaondoka. Kufika ilipo ofisi yao akapaki gari. Kabla ya kushuka akaniangalia na kusema, Selina, nitaomba uwe makini sana katika kuandaa chakula cha bosi, na nitaomba usome hayo niliyoandika na ufuate yote. Nilijibu sawa na kupokea karatasi ambazo zilikuwa na maelezo kuhusu vitu anavyopenda na asivyopenda pamoja na vingine vidogo vidogo. Nilisoma kwa makini, moyo nikajiuliza, huyo bosi ni mtu wa aina gani? Mbona kama masharti yanakuwa mengi? Niweze kweli? Maana ni asubuhi, ila tayari nina wasiwasi juu ya hili kazi. Niliwaza na kuuliza, samahani, huyo bosi ni mzee? Akasema hapana,
sio mzee, ni kijana. Jamani, sasa kijana na masharti haya wapi na wapi? Ndiyo hivyo alivyo Selina. Wefuata yote na kuahidi ukifuata hivyo utakuwa hauna tatizo lolote. Hii inafikirisha kweli. Ila sawa, nitafanya kama ulivyotaka. Sawa, haina shida. Siku ile hakunitajia kiasi cha mshahara wangu. Kuuliza hivyo nikajibiwa, bwana aise, nilibaki mdomo wazi. Nilisimama, mbona nalipwa hela nyingi vile? No, hii sio ya kukalia kimya. Henry, mbona mnanipa kiwango kikubwa hivyo? Una uhakika sitaletewa nyama za watu nipike? Maana mshahara huu kwa mpishi tena Tanzania hii sio kweli. Nilivyosema hivyo, Henry alicheka na kusema, hapana, huwezi kuletewa nyama za watu bwana, ila unaona iko nyingi kwa sababu ni kazi mbili. Kumbuka nilikwambia nimekufanyia mpango wa kupiga pande zote. Hata kama bwana, ila sawa. Na kama kutakuwa na mambo meusi, unanijua, nitaacha mapema kabisa. Ondoa shaka Selina. Poa. Hakukuwa na stori, tukaishia hapo na kuongozana hadi jikoni. Kufika kule, akamuita meneja upande wa pale na kumweleza kuhusu mimi. Basi yule hakuwa na neno zaidi ya kumuita mpishi mkuu na kunitambulisha kwake. Kaka yule aliniangalia kwa namna fulani hivi, nikaona kama hajapenda. Basi baada ya hayo Henry aliondoka, mimi nikapewa nguo za kuvaa. Nikavaa na kuingia jikoni kuungana na machifu wengine, machifu kuka. Kazi zilianza na ilipofika muda wa kuandaa chai ya bosi, nikatoa viungo vyangu ambavyo niliweka kwenye kikopo vya kawaida visivyo na majina wala nembo. Nikapanga mahali panga vizuri na kuandaa vitu vyangu. Nilivyomaliza nikaweka safi na kumtumia ujumbe. Henry akanijibu kuwa sekretari wa bosi anakuja kuchukua. Kumbuka simulizi, mpishi wa bosi. Kweli baada ya muda akaja kuchukua. Kabla hajapokea aliniangalia kwa madharau na kuuliza, wewe ndo mpishi mpya wa bosi? Nikajibu ndio. Akabetua mdomo na kufungua kuona nilivyoandaa. Akaguna na kubeba kaondoka. Sasa ile kuguna yake ndo ilibaki inatetemesha sasa. Nikawa nawaza atashindwa kula nini, na akishindwa sijui kama nitabaki hapa, maana nimeshaona hii kazi nimechemka haswa. Basi niliendelea na vitu vingine, ila ndo nilikuwa na mawazo. Naona hata mpishi mkuu aliona hili akauliza, una wasiwasi na kazi yako? Kuuliza hivyo nilimwangalia na kutabasamu, kisha nikajibu, hapana, sina wasiwasi. Lazima usiwe nao, maana ikitokea changamoto utagawa tena ili ubaki. Nitagawa tena ili nibaki? Kauli hii ilinitatiza. Nikauliza, Sol, umesema? Akasema haina maana kurudi kuongea tena, akawa bize na vitu vingine. Nikabaki na mwangalia huku nikatafakari kauli yake, eti nitagawa tena, ila sikupata jibu na kuamua kuachana nayo. Upande wa pili ilikopeleka chai, sekretari yule alifika na kugonga sauti nzito iliyoshiba ikasikika ikisema, ingia binti. Akafungua mlango na kuingia. Kufika akaweka mezani huku uso wake ukionyesha kuwa na hofu. Na baada ya kuweka, bosi alikuangalia bila hata kufunua na kuuliza, umetoa wapi? Nimetoa hapo chini.
Imeandaliwa na nani? Na mpishi mpya. Yes, boss. Niite Henry. Sawa boss. Bila kuchelewesha, binti aliondoka haraka na kwenda kumuita Henry, ambapo alifika kumuuliza, wewe, ina maana bosi hana taarifa juu ya huyo mpishi mpya? Oh shit, nilisahau kumjulisha. Ila mshikaji wangu, unazingua. Wewe mtu unamjua jinsi alivyo na kisukari, leo unaenda kuleta mtu alafu unashindwa kumjulisha? Haya, nenda ukajibu maswali mwenyewe. Kuna nini? Breakfast imekuwa mbaya au? Hata hajagusa, ila akasema uende. Poa. Henry aliinuka na kwenda ofisini kwa bosi. Kufika akasema, bosi, umeniita? Bosi bila kuinua uso akasema, inakuwaje unaleta mpishi na kumpa mamlaka ya kuanza kazi bila kunijulisha? Samahani bosi, nilipanga nje kukujulisha ila ukaona haina muhimu. Hapana boss. Kumbe, I'm sorry boss. Okay, ni yule kijana niliyekwambia? Hapana boss, yule alikataa, hivyo nimeleta mwingine. Alivyosema hivyo, bosi aliinua uso na kumwangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akaangalia breakfast iliyokuwa pembeni yake na kusema, nadhani katika watu wanaonifahamu vyema, wewe ni mmoja wapo. Na unajua wazi sitakagi watu wahovyo. Sasa inakuwaje unaenda kuleta mtu yeyote tu? Bosi, samahani, ila nakuhakikishia kuwa huyu wa sasa ni bora zaidi. Una uhakika gani? Kwa sababu namfahamu vizuri. Kwa hiyo umeenda kuleta mwanafamilia yako, si ndio? Bosi, hapana. Ila naomba iwapo atakuwa tofauti na vile unataka, ataondoka na ikibidi kuwajibika, nimejitoa dhamana kwa ajili yake. Bosi alimwangalia na kuvuta ile breakfast, akaiangalia kwa umakini na kuchukua akatesti kidogo na kutulia. Hali moyo wake ulikuwa unaenda mbio, na kwa sauti ya ndani akawa naomba isiwe mbaya. Kwa mara nyingine tena akaonja na kumwangalia Henry, kisha akamwambia, tusubiri kipande cha pili. Henry atapokea maneno gani kutoka kwa bosi? Na Selina hali yake ipoje huko? Na yule chifu mpishi mkuu, kwa nini alimwambia Selina, ukipika vibaya utarudia tena kujitoa, yani utarudia tena kutoa. Sijui atatoa nini. Basi usisahau, hii ni Vam TV Online. Karibu, hakikisha una subscribe ili tuwe wote katika simulizi mbalimbali ambazo zinaluka kupitia chaneli yetu. Asante.